Mwanadamu anapofikisha miaka 30 ya umri wa kuzaliwa, miaka 30 inapofika kwa mwanadamu yeyote mwenye afya nzuri, mwenye uwezo mzuri wa kazi, miaka 30 inapofika, kila baada ya mwaka mmoja mwanadamu anapoteza 1% ya uwezo wake wa kazi katika viungo vyake vya mwili. Ini, ubongo, figo, mapafu, viungo vya uzazi, vyote hivyo, figo, vyote hivyo vinapoteza 1%. Inakadiriwa kuwa 100% kila mwaka. Kwa hiyo kila unaposherehekea birthday yako baada ya miaka 30, ni ujue tu kwamba kuna 1% imepungua ya uwezo wa kazi katika mwili wako. Na ndio maana performance ya mwili inapungua, na hata unaanza kuelewa ya kwamba umri unaenda. Ndio maana miaka 30 inakadiriwa kama ni nusu ya umri wa mwanadamu. Kwa hivyo unapofikisha kuanzia mwaka wa 31, ujue uwezo wako unaendelea kupungua. Lakini kuna jambo ambalo Biblia imeandika. Biblia inaandika katika kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 2 mstari wa 14 ya kwamba ninawaandikia vijana kwa sababu mna nguvu. Hii nguvu inayosemwa na Biblia ni nguvu ya aina mbili. Moja, nguvu ya mwili wa mwanadamu wa kawaida, kwa sababu kadri unavyozidi kuendelea baada ya miaka 30, 31 unaendelea kupungua nguvu. Kwa hiyo nguvu ya kwanza ni hiyo ya viungo vya kawaida, lakini nguvu ya pili ni ile will power, nia, utashi. Kadri unavyozidi kuendelea na umri, nguvu zinapungua za kawaida za mwili, za viungo, lakini will power haitegemei umri. Unaweza ukakuta mzee na miaka 85, lakini ukimuuliza ni kana kwamba anakwambia, mfano kuna mzee aliwahi kulazwa hospitali, alikuwa na miaka 85, anasema nikipona nitaoa binti. Sasa unaanza kujiuliza, ni ana umri umeenda, lakini will power bado inamtaka kubehave kana kwamba ni kijana. Na ndio usipoitumia vizuri hii will power, utashangaa ni mzee na miaka 70, lakini anakimbizana na vibinti, vitoto vidogo vidogo vya miaka 20. Kwa nini? Kwa sababu will power yake haijazeeka. Lakini kuna vijana wadogo ambao will power zao zinazeeka. Kwa hiyo ni namna tu ambavyo unaweza kujiweka mwenyewe ili usizeeke. Lakini kwa kijana ana advantage mbili. Advantage ya kwanza, ana nguvu ya viungo, lakini pia anaweza kuwa na nguvu ya will power, ambayo ndio inaweza kumwendesha katika ibada, inaweza kumwendesha pia katika upotovu. Ni uchaguzi sasa. Ndio tunasema Biblia inaandika kwamba ninawaandikia vijana kwa sababu mna nguvu. Kwa nini? Kwa sababu ninyi ndio mnahitajika kuifanya kazi ya Bwana. Shetani anatutumia vijana kwa ajili ya kudestroy future zetu wenyewe na future za wengine. Ndio maana masomo yangu nimekuwa nikisisitiza sana, vijana tutumie nguvu zetu kwa ajili ya kazi ya Bwana. Tutumie nguvu zetu kwa ajili ya kuokoa watu wengine na sio kuangamiza. Ndio unajiuliza, binti huyu ninatembea naye, nina mpango wa kumuoa. Unagundua will power yako kabisa inakwambia sina mpango wa kumuoa, lakini bado unampotezea muda. Lakini unatembea na mke wa mtu, humuhurumii kwamba anavuruga ndoa, na wala huna huruma ya mume wake, wala huna huruma ya future watoto wake na familia kwa ujumla. Kwa hiyo will power ile, vijana tuitumie vizuri, sio kwa ajili hatuitumii sio kwa ajili ya kuharibu watu, tutumie kwa ajili ya kutengeneza maisha wengine, kwa sababu Biblia imetuamini ya kwamba tuna nguvu. Hizo mbegu zako unazozitumia, zitumie kwa ajili ya kujijenga wewe mwenyewe, kwa sababu hizo mbegu zinaweza zikatumika kwa ajili ya kuharibu future ya watu wengine. Ndio maana ninakwambia, kwa sababu Biblia imekuamini kijana, una nguvu, tumia ujana wako kwa ajili ya kazi ya Bwana. Jiulize kabla hujalala, leo nimefanya jambo gani ambalo limempa Mungu utukufu? Leo nimefanya jambo gani ambalo limegusa jamii? Leo nimefanya jambo gani ambalo litaniinua mimi kifikra, litaniinua mimi katika kuonekana ya kwamba nina umuhimu katika jamii? Hilo ndilo ambalo nitamani kukukumbusha siku hii ya leo. Unapofikisha miaka 30, kuanzia 31 na kuendelea, 1% ya uwezo wa viungo vyako inapungua. Kwa hiyo tutumie muda huu. Kama unataka kuendelea na shule, fanya shule yako vizuri ukiwa na miaka 31 mpaka na 40 hapo, kwa sababu uwezo wako ni mkubwa. Kama ni kuanzisha familia, unaweza kulea watoto wako vizuri. Kwa namna yoyote ambayo unaweza kufanya, Biblia imekuamini una nguvu, una uwezo wa kuitumia hiyo nguvu kuharibu future ya watu ama kutengeneza future ya watu. Mungu akusaidie unapofanya maamuzi mazuri katika umri wako, kwa sababu umri wako unakuruhusu kuwa karibu na Mungu zaidi. Bwana akubariki.